Umewahi kufikiria kwamba nambari unazotumia kila siku, unajua, 1, 2, 3, zina maana ya siri? Kwamba labda sio tu zana za kuhesabia, bali ni kama msimbo fulani hivi unaoelezea muundo wenyewe wa uhalisi? Sasa, uchambuzi wetu wa leo unatokana na maandishi haya ya ajabu. Ni kitabu cha zaidi ya karne moja kilichoahidi tutufunulia siri zilizosahaulika kuhusu nambari na nguvu zake za kifumbo. Basi, hili ndilo swali la msingi, si ndio? Hebu jaribu kufikiria, vipi kama kweli nambari ni zaidi ya vile tunavyodhani? Tuchunguze wazo hili pamoja. Na unajua nini? Hili sio wazo jipya hata kidogo. Kauli hii inatoka kwa wanafalsafa wa zamani sana. Waliamini kabisa kwamba ukizielewa kanuni za nambari, basi unaelewa uumbaji wenyewe. Kwao, nambari ndio zilikuwa msingi wa kila kitu. Sawa basi, ili kulielewa hili vizuri, hebu tumfahamu mhusika mkuu wa hadithi yetu, mtu ambaye safari yake ya kutafuta maarifa ilileta mapinduzi makubwa. Huyu hapa, Pythagoras. Jina lake tunalijua sana kwenye hisabati, lakini unajua falsafa yake ya kina kuhusu nambari mara nyingi haizungumzwi sana. Na hebu angalia maisha yake. Huyu jamaa hakukaa tu sehemu moja na kubudi mawazo. Alisafiri ulimwengu mzima wa kale, kutoka Misri hadi India, akijifunza na kukusanya hekima kutoka kila sehemu. Na hii ni pointi muhimu sana. Falsafa yake haikutoka kichwani mwake tu. Ilikuwa ni muunganiko. Yaani, alikusanya hekima zote za siri za kale na kuziweka pamoja. Alikuwa kama mtaalamu mkuu wa hekima ya zamani. Sasa, baada ya safari zake zote, Pythagoras alianzisha shule. Lakini subiri, hii haikuwa shule ya kawaida hata kidogo. Ilikuwa kama jamii ya siri ambapo maarifa yalikuwa ni hazina iliyolindwa vikali. Ebu waza hili. Unataka kujiunga? Kwanza unapitia majaribu makali sana. Ukifaulu, unaambiwa ukae kimya kwa miaka 5. Yaani kimya ya. Hii inaonyesha jinsi walivyothamini maarifa yao. Ilibidi ujiandae kweli kweli. Na humo ndani, udugu ulikuwa wa hali ya juu. Hawakuwa wanafunzi tu, walikuwa kama familia moja kubwa. Kauli mbiu yao hii inaonyesha jinsi walivyokuwa wamoja. Na hapa ndipo usiri wao unapodhihirika zaidi. Hakuna kuandika chochote. Maarifa yote yalipitishwa kwa mdomo tu. Na kama ungetaka uthibitisho wa kitu, jibu lilikuwa rahisi. Pythagoras mwenyewe alisema. Neno lake lilikuwa sheria. Sawa, sasa tumefika kwenye kiini cha mambo. Kwenye siri yao kubwa. Ni nini hasa walichoamini kuhusu nambari? Hapa ndipo tunapoufunua ule msimbo. Karne nyingi baadaye, mwanafalsafa Porfiri alilielezea vizuri sana. Alisema, kwao nambari hazikuwa tu tarakimu, zilikuwa kama alama, picha zenye maana kubwa kuhusu asili ya vitu. Kila nambari ilikuwa na hadithi yake. Na kila kitu kabisa kinaanzia hapa, namba 1, walioita monad. Hii sio tu nambari ya kwanza, ni chanzo, ni umoja, asili ya mpangilio wote ulimwenguni. Ni kama chemchemi ambayo kila kitu kingine kinatoka. Namba 1 ni umoja, mwanzo. Fikiria kama mbegu moja ndogo ambayo mti mkubwa wa halisi wote unakuwa kutoka humo. Halafu inakuja namba 2, dyad. Sasa kama 1 ni umoja, basi 2 ni uwili, ni mgawanyiko. Hapa ndipo tofauti zinaanza. Inawakilisha pande mbili, mwanga na giza, chema na kibaya. Zile nguvu mbili zinazopingana, zinazounda ulimwengu. Namba 2 ni tofauti, ni uwili. Ni mvutano huu kati ya nguvu mbili, kama vile sumaku, ndio unaofanya uumbaji wote uwezekane na uendelee kuwepo. Sasa hapa mambo yanazidi kupendeza. Waligawa nambari zote katika makundi mawili, namba witiri na namba shufwa. Walisema namba witri zina ukomo, ni tulivu, kwa sababu ukizigawa daima namba 1 inabaki katikati. Lakini namba shufwa, hizi ziliwakilisha kitu kisicho na mwisho, kwa sababu unaweza kuendelea kuzigawa na kuzigawa. Na jedwali hili linaonyesha wazo lao kuu kwa uzuri kabisa. Tazama jinsi walivyojenga ulimwengu. Namba 1 ni nukta tu. Namba 2 inaunda mstari. Namba 3 inaunda uso, kama pembe tatu.
na namba 4 inaunda umbo la kwanza gumu kama piramidi. Yaani, ulimwengu wote unaouona umejengwa kwa nambari 4 tu za kwanza. Si ajabu. Sawa, sasa unaweza kuwa unajiuliza, haya mambo ya kale yananihusu nini leo? Ni muhimu kwa sababu inatuonyesha njia tofauti kabisa ya kuutazama ulimwengu. Njia ambayo kwa kiasi kikubwa tumeisahau. Hii kauli kutoka kwenye chanzo chetu inafupisha kila kitu kikamilifu. Kwao, hisabati haikuwa tu kuhusu nambari. Ilikuwa ni ufunguo wa kuelewa uumbaji wote, kuanzia mambo ya kiroho hadi yale ya kimwili. Kwa hiyo, jambo kuu la kukumbuka ni hili. Badala ya kuona nambari kama zana tu tunazotumia, wao waliziona kama kitu kilicho hai. Kanuni za msingi kabisa ambazo zinaunda na kuendesha kila kitu tunachokiona na tusichokiona. Na hapa na kuachia swali hili la kutafakari. Katika ulimwengu wetu wa leo, uliojaa data na takwimu, je, tumepoteza hekima fulani ya kina? Je, tumekosa kitu kwa kuziona nambari kama zana za kuhesabia tu na kusahau uwezekano kwamba huenda zikawa ni lugha ya siri ya ulimwengu?